Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru mashehe, viongozi na waumini wote mliojitokeza katika kufanikisha shughuli hii muhimu. Namwomba Mwenyezi Mungu aupe baraka mkusanyiko wetu huu, azikubali dua zetu na atulipe sote kila la heri. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa dua ni miongoni mwa ibada kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa mnasaba huo, waumini wa dini ya Kiislamu tuna wajibu wa kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kufanya dua, iwe kwa pamoja kama hivi tunavyofanya au mtu mmoja mmoja, ili kutafuta radhi za Mola wetu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kuendeleza utaratibu huu kila mwaka, na hasa katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika uchaguzi unaokuja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuwaombea dua mashekhe, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotangulia mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao kwa mchango wao katika kuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Hatua hii pia ni miongoni mwa sadaka zetu kwa waumini wenzetu, jambo ambalo vile vile tumehimizwa katika Uislamu. Kadhalika, mkusanyiko wetu wenye lengo pia la kuiombea amani nchi yetu ni miongoni mwa mikusanyiko ya kheri, kwani amani ni jambo la msingi sana kwa mustakbal wa taifa lolote lile. Hivyo ni jambo jema kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limekusanyisha hapa waumini na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tulionayo, ili wananchi waishi kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Tutakuwa na dua inaendelea asubuhi kwa visomo, na baadaye tutakwenda mpaka baada ya swalati Juma. Tutakapohitimisha swalati Juma, kutakuwa na muhadhara wa wanawake. Madhumuni ni yale yale ya dua, vitaendelea visomo kwa wanawake na mazungumzo ya kiimani, pamoja na kuwatakia viongozi wetu kheri na amani katika mchakato ambao umeanza rasmi mwaka huu. Siku ya Jumamosi, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia kufika salama salimini, itakuwa ni kilele cha kuhitimisha dua hii, ambayo ratiba itaanza saa 4 asubuhi katika viwanja vya msikiti huu wa BAKWATA nyuma pale. Ratiba hiyo itaanza saa 4 na mpaka ikifika wakati wa salati dhuhuri tutasimamisha, na ratiba rasmi ya serikali itaanza saa 8 kamili, ambapo mgeni rasmi tunamtegemea kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama itakuwa ratiba imeridhia, alishaturidhia, lakini mabadiliko yoyote tutaelezwa. Kwa hiyo ratiba itaanza saa 4 asubuhi kwa visomo kuendelea. Tutasitisha baada ya adhana swalati dhuhuri. Baada ya swala tutaendelea tena na ratiba mpaka saa 10. Kwa hiyo Jumamosi ndio siku ambayo tunawakaribisha tena wote, ndio kilele cha dua yetu. Kila mmoja anakaribishwa. Tunawaombea viongozi wetu waliotangulia mbele haki, tunaombea viongozi wetu wa nchi, na tunaoiombea nchi yetu amani na utulivu, ili tuweze kupita kwenye mchakato huu salama.